Lengo la kampeni hii ni kutekeleza mpango mkakati wa uendelezaji wa sekta ya fedha nchini, kwamba ikifikapo mwaka 2030 tuwe tumepata uelewa angalau 30% ya Tanzania ambao wanafahamu bima. Sasa kupitia kampeni hii itasaidia sana kupita mtaa kwa mtaa, kupita nyumba kwa nyumba, ili kufikia ile ambayo 30% ya malengo ya mpango mkuu wa taifa na vile vile mpango mkuu wa mamlaka. Kwa hiyo itasaidia sana. Kwa sasa mwamko ukoje? Kwa sasa mwamko umefikia exactly siwezi kusema ni asilimia ngapi, lakini unawezekana umefikia hata asilimia 40. Sasa lengo letu kufikia asilimia 80 ifikapo mwaka 2030. Mimi kama ni msimamizi wa hizi taasisi nimealikwa kuja kufanya uzinduzi, na mimi ni mama ambaye ninaweka usawia kwa kampuni zote za bima. Wanaponiita na waunga mkono ili tupate twende kwa pamoja na tufanikishe lile lengo ambalo tumejiwekea. Niko hapa kwa ajili ya kampeni yetu ambayo tumeizindua leo ya NIC Kitaa, ambayo kampeni hii tumetengeneza mahsusi kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi kupitia mtaa kwa mtaa. Lengo la kampeni hii ni kuongeza uelewa wa masuala mbalimbali ya bima kwa wananchi na tuwafikie kule walipo. Tusiwasubiri, tusikae maofisini, tusikae ndani. Bado elimu ya bima kwa mtaani, kwa maana kwa wananchi, bado iko chini. Na ndio maana tukaona ni vema tukaanzisha hii kampeni ili kuweza kuwafikia wananchi na kuwapa elimu na kuwaongezea uelewa juu ya masuala mbalimbali ya bima, hususan kwenye bima hizi za magari, bima za vyombo vya moto kama Honda na pikipiki, lakini pia bima kwa ajili ya makazi yao kwa maana bima za nyumba, lakini vile vile bima kwa ajili ya nyumba zao na bima za maisha, kwa sababu watu wengi hawana uelewa juu ya bima za maisha. Uelewa upo tu kwenye bima ya afya, lakini bima za maisha hawana uelewa wa kutosha. Kwenye hizi bima za vyombo vya moto, ya bima za mali na ajali, pia uelewa bado sio wa kutosha, na ndio maana malalamiko yanakuwa mengi. Hawajui haki zao za msingi, hawajui kuhakiki bima zao kama ziko halali au haziko halali. Kwa hiyo tumeona tumekuja na hii kampeni. Lengo ni kuongeza ule uelewa kwa wananchi juu ya masuala mbalimbali ya bima.